nilikufahamisha ya kwamba tutakuwa na mtaalamu wa saikolojia Mr. Sylvester Mwashiuya. So yeye tumsikilize, anasimama as the expert, mtaalamu kabisa masuala ya saikolojia. Atuambie sababu inayopelekea vijana wengi kuwa na tatizo la msongo wa mawazo, ambapo vimekuwa vinatengeneza msongo wa mawazo kwa vijana wengi. Kwanza, vijana wengi wameacha kuishi maisha yao. Wengi wameishia kudondokea kwenye kuishi kwenye mzigo mkubwa au kwenye maisha ambayo sio ya kwao. Wengi wanaangalia namna ambao wale wenzao, whether mtu alisoma naye, whether ni mtu amekuwa naye au ni mtu ametoka kwenye sehemu moja, anapomuona amefanikiwa, wamepata nafasi fulani au ameweza kupossess vitu fulani, watu wengi au vijana wengi wanaanza kuhisi nao wana deserve kupossess, wanajihisi wana deserve kuwa kwenye nafasi hizo. Kwa matokeo yake ni nini? Wanaanza kuwa na matarajio ambayo hayabebi uhalisia wao. Wanaanza kupambana vita kubwa ambayo kimsingi sio ya kwake. Kwa hiyo namna anavyo struggle kuwa kama mtu mwingine, na namna nyingine ni kwamba vijana wengi kuna namna ambao wanaiamini wao wanatakiwa wajiwasilishe hivyo, whether waonekane wako successful, waonekane wako kwenye class fulani ya maisha, au waonekane ni kwamba ni watu wenye focus. Matokeo yake sasa yanaacha kuwafanya wakubali ile michakato midogo midogo ya maisha, kwamba anatakiwa awe na humble beginning, kwamba aanze vitu kwenye udogo na atie mkazo na focus ili afikie kwenye ukubwa. Kwa hiyo kwa sababu wao wanaona mambo kwenye ukubwa, wanataka kuonekana kwenye ukubwa, wanataka kuonekana kwenye mafanikio, wanataka kuonekana kwenye level ya juu, inawapelekea kufanya mambo ambayo sio wao, na hayo ndio yanawazalishia msongo wa mawazo. Unaona mtu anaanza kuishi maisha ambayo yana ugumu mkubwa ndani yake, anaanza kuishi maisha ambayo yanamlazimu afanye vitu vigumu sana ili aendane na kile anachokiwasilisha. Kwa hiyo namna ambayo vijana wengi wameacha kuishi maisha yao, wameacha kuishi kwenye uhalisia wao, umekuwa ni sababu ya kuwazalishia msongo wa mawazo kwa kiwango kikubwa. Kitu cha pili ambacho kimekuwa ni challenge ni mtazamo wa kimahusiano na mapenzi kwa vijana. Sasa hivi kumetokea changamoto moja ya watu kuona kila mtu anadhani kwamba hataki kuwa kwenye permanent relationship. Mtu anakuambia sitaki mahusiano, mwingine anasema sitaki ndoa, lakini ukweli wa mambo wanakuwa kwenye mahusiano, wanakuwa kwenye relations ambazo zinahusisha mahusiano. So kwa sababu wao hawana tayari mindset, wameshatengeneza picha ya mahusiano kuwa wana deserve kupata kitu kizuri, wana deserve kuwa kwenye nafasi nzuri, wana deserve kuwa na watu ambao wanaamini wao ndio watu sahihi. Kwa hiyo wamepunguza uwezo mkubwa sana wa kuvumilia, uwezo mkubwa wa kushape kwamba namna gani nataka mtu wangu awe, namna gani mtu ambaye nakuwa naye kwenye mahusiano naweza nikamjenga na kumtengeneza. Kwa hiyo kwa sababu wameondoka kwenye nafasi ya kuwajenga watu wao, matokeo yake inapotokea wanaingia kwenye mahusiano, wana struggle sana. Kwa nini wana struggle? Kuna muda anamhitaji mtu lakini akili yake inamwambia hahitaji kuwa na mtu. Kwa hiyo ile struggling inamsababisha apotee kwenye ile line ya kuwa yeye katika mahusiano. Matokeo yake ni mahusiano hayo yanaanza kuwa magumu, na wengi wanaishia kupata misongo kwa sababu anaweza kaa na mlaumu mtu lakini hajipi time ya kujiangalia yeye engagement yake, kwamba na mimi kwenye mahusiano, mimi kwenye mapenzi naweka nini zaidi ambacho kinaweza kikazalisha kile kitu kizuri ambacho nataka nikivune.